Karibu kwenye Mwanzo hadi Ufunuo. Mimi ni mwenyeji wenu na leo tunafika kwenye sura za kihistoria ya mtu, Mwanzo 3, anguko. Kwa dakika moja ya uchaguzi, peponi imepotea, unyoro umevunjwa na kifo kimeingia ndani ya uumbaji mkamilifu wa Mungu. Lakini hata katika saa hii ya giza, tutaona kwamba moyo wa Mungu kwa wanadamu haujabadilika. Yeye anawatafuta wenye hatia, anawapatia wenye aibu, na anapanda mbegu ya kwanza ya ukombozi katika laana yenyewe. Hebu tusome Mwanzo 3 mistari 1 hadi 24. Basi nyoka alikuwa na uwezo mkuu kuliko wanyamapori wote wa kondeni ambao Bwana Mungu alikuwa ameumba. Neno uwezo hapa ni arum kwa Kiebrania, linamaanisha mjanja, wa hila, mwerevu. Hilo neno lilitumika kwa njia nzuri katika Mithali kwa hekima, lakini hapa limepotoshwa kwa udanganyifu. Nyoka anamkaribia Hawa kwa swali ambalo linapanda shaka: je, Mungu alisema kweli? Angalia mkakati, hakatani kuwepo kwa Mungu au mamlaka yake. Anauliza tu kama Mungu alisema kweli alichosema. Kisha anakuja ukanuzi wa moja kwa moja: hamtakufa kamwe. Uongo wa kwanza katika historia ya wanadamu. Hawa anaona tunda ni jema kwa chakula, lapendeza machoni na la kutamaniwa kumfanya mtu mwenye hekima. Majaribu matatu yale ambayo Yohana anaelezea katika 1 Yohana saa 2 na madakika 16: tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha maisha. Anachukua tunda na kumpa mumewe aliyekuwa pamoja naye. Wanakula. Macho yao yanafunguliwa, lakini si kwa hekima kama Mungu, kwa aibu, hofu na hatia. Wasomaji wengi hawatazami maelezo matatu muhimu katika kifungu hiki. Kwanza, Hawa aliongeza kwenye amri ya Mungu. Mungu alisema msile, lakini Hawa alimwambia nyoka, wala msiguse. Huu ni mwongezeko wa kwanza wa mwanadamu kwenye maandiko, onyo kuhusu hatari ya kuongeza kwenye neno la Mungu. Pili, maandiko yanasema Hawa akampa pia mumewe aliyekuwa pamoja naye. Adamu hakuwa mahali pengine bustanini. Alikuwa hapo wakati wa majaribu yote, akimtazama mkewe akidanganywa, na hakusema chochote. Dhambi yake haikuwa tu kula tunda, ilikuwa kushindwa kumlinda na kumwongoza wakati udanganyifu ulikuwa ukitokea. Tatu, wakati Mungu anakuja bustanini, anaita, mko wapi? Hii si kwa sababu Mungu hakujua mahali walipo. Huu ni sauti ya baba mpendaye akiwatafuta watoto wake wanaojificha kwa aibu. Tangu mwanzo Mungu anawafuata wenye hatia badala ya kuwakataa. Mwanzo 3 inarekodia mabadiliko ya kitheolojia yasiyo na kifani katika historia ya wanadamu. Unyoro unakuwa aibu, walikuwa uchi na wasihisi aibu katika sura ya 2, lakini sasa wanatengeneza vifuniko na kujificha. Uhuru unakuwa matokeo, uchaguzi sasa una uzito, vitendo vina athari za kudumu. Umoja unavunjika kuwa mgogoro, mahusiano yanavunjika kati ya wanadamu na Mungu, mume na mke, na wanadamu na viumbe. Uhai unatoa nafasi kwa kifo, kifo cha kiroho mara moja na kifo cha kimwili hatimaye. Na upatikanaji unageuka kuwa utengano, wanaondolewa kutoka Edeni na uwepo wa moja kwa moja wa Mungu. Lakini angalia hii, hata katika hukumu, Mungu anaonyesha huruma. Anawatengenezea nguo kabla ya kuwaondoa. Anawapatia kifuniko cha aibu yao. Na muhimu zaidi, iliyopachikwa katika laana ni ahadi ya kwanza ya Injili, Mwanzo saa 3 na madakika 15: mzao wa mwanamke atamponda nyoka kichwa. Katika wakati wa kushindwa kwa mwanadamu, Mungu anatangaza mpango wa ukombozi. Bustanini, mashahidi watatu wanaangalia msiba huu wa ulimwengu ukitokea. Umoja unavunjika. Ninaweza kuuhisi hewani mwenyewe, amani inaondoka mahali hapa. Walikuwa na kila kitu. Ushirika mkamilifu na Muumbaji wao, mamlaka juu yetu sote, uzima wa milele. Kwa nini wangechagua jambo moja tu lililokatazwa? Kwa sababu walitamani kuwa kama Mungu badala ya kuwa pamoja na Mungu. Mamlaka ilipotoa mioyo yao wakati wangepaswa kupumzika katika upataji wake. Na sasa sote tunateseka kwa ajili ya uchaguzi wao. Naihisi laana ikishuka juu ya viumbe kama wingu zito. Lakini je, ulisikia alichomwambia nyoka kuhusu mzao wa mwanamke atakayemponda kichwa? Hata katika giza hili kuna ahadi ya mwanga. Naam. Haki ya Muumbaji haitapingwa. Kile kilichopotea kupitia Adamu wa kwanza kitarudishwa kupitia mwingine. Mwanzo 3 inatufundisha nini leo? Kwanza, jilinde dhidi ya kuongeza kwenye neno la Mungu.
Mwongezeko wa Hawa ulifungua mlango wa ukanuzi wa nyoka. Tunapoongeza kanuni ambazo Mungu hajatengeneza au kupunguza amri alizozipatia, tunakuwa katika hatari ya udanganyifu. Pili, usikae kimya wakati wengine wanapodanganywa. Utulivu wa Adamu wakati wa majaribu ya Hawa ulichangia kwenye anguko. Tunapoona udanganyifu ukitokea, iwe mafundisho ya uongo, uongo wa kitamaduni au majaribu ya kibinafsi, ni lazima tuseme ukweli kwa upendo. Tatu, unapofanya dhambi, mkimbilie Mungu, si kuukimbia. Adamu na Hawa walijificha, lakini Mungu alikuja kuwatafuta. Bado anafanya hivi leo. Ukiri unaleta usafi, si hukumu. Mwishowe, kumbuka kwamba kila tokeo unaloliona kwa ajili ya dhambi limekusudiwa kukupeleka kwa Kristo. Laana ina dawa. Hukumu inajumuisha uokoaji. Mwanzo saa 3:15 inaelekeza msalabani ambapo Yesu anamponda Satan kichwa kwa kuchukua laana yetu juu yake. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwamba hata katika kushindwa kwetu, unatufuata kwa upendo. Utusaidie kulinda neno lako kwa uangalifu, kusema ukweli kwa ujasiri na kukimbilia kwako tunapoanguka. Tunakusifu kwa ahadi ya Mwanzo saa 3:15 iliyotimia katika Yesu Kristo, aliyemponda nyoka kichwa huko Kalvari. Kwa jina lake tunaomba, amina.